Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Bwana Yesu asifiwe. Ninakualika tena leo kuendelea kufuatilia channel hii ya Hope Channel Tanzania. Na muda huu ni kipindi kile kinachoitwa Adelante. Adelante ni neno la Kihispania lenye maana ya songa mbele. Na mimi ambaye ninakuletea somo katika kipindi hiki cha leo ni mchungaji Baraka Bernard Masalu, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kabla hatujaenda mbele, basi tupate kuomba kwanza. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa namna ambavyo umeendelea kuwa mwema. Endelea kutuongoza na kutusimamia kwa jina la Yesu, amen. Tusome kitabu cha Luka sura ya 19 na ule mstari wa 6. Luka sura ya 19 mstari wa 6 halafu mpaka ule mstari wa 9. Nasema, akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha. Nitarudia. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa masikini. Ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Mstari wa 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Somo linasema mwana wa Adamu anakutafuta. Mwana wa Adamu anakutafuta. Na tunaangalia habari za mtu mmoja aliyekuwa mpagani kwa matendo yake aliyoyafanya, aliyeitwa Zakayo. Tunaangalia habari zake. Na huyu Zakayo anatajwa katika maandiko ya kwamba alikuwa ni mtu mfupi, mmoja wa watu wafupi kabisa, alikuwa mfupi. Lakini pia alikuwa ni mtoza ushuru. Aliishi katika eneo linaitwa Yeriko. Na kwa bahati mbaya sana, Zakayo alikuwa ni mmoja wa watu waliochukiwa sana pale Yeriko. Alichukiwa sana pale Yeriko huyu Zakayo. Kwa nini alichukiwa? Kwa sababu alikuwa ni mtoza ushuru. Aliwaibia na kuwalaghai watu wakati anatoza ushuru. Biblia katika Agano Jipya ina makundi matatu ya watu ambao walionekana ni wadhambi sana. Kulikuwa na makahaba. Hawa walionekana ni wadhambi sana, sambamba na watoza ushuru, sambamba na wadhambi wengine, sasa wenye dhambi mchanganyiko. Lakini makahaba na watoza ushuru, yani walihesabiwa kwenye daraja la wanaopotea. Na Zakayo alichukiwa sana na watu wa pale Yeriko kwa namna ambavyo alikuwa anafanya. Kwa nini? Kwa sababu aliwadhulumu watu kupita kiasi. Na hao walikuwa ni watu wake mwenyewe, watu wa Yeriko. Alikuwa anawadhulumu kupita kiasi watu wake mwenyewe, watu wa Yeriko. Na aliwataka walipe kodi zaidi kuliko inavyotakiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu taifa ambalo lilikuwa linatawala dunia walikuwa ni Warumi. Rumi ya kipagani. Na kiongozi alikuwa ni Kaisari. Kwa hiyo kama kulikuwa na viongozi kwa Waisraeli kwa Wayahudi, walikuwa ni viongozi kama vibaraka wa Warumi tu. Warumi ndio wanawaweka watu kwenye majimbo na maeneo. Hawa kina Herode wote unaowasikia, hawa kina Herode
wanawekwa kwenye maeneo na maeneo hao kama tu vibaraka. Na kina Zakayo walikuwa wanafanya kazi katika serikali ya Kirumi, wanakusanya kodi inaenda kwa Warumi, na walikuwa hawalipwi mshahara, hakuna malipo ya kukusanya kodi. Ilikuwa ni kwamba kadiri unavyokusanya kodi ndivyo ambavyo unajilipa kutoka katika ukusanyaji wa kodi hiyo. Kwa hiyo ukitoza mtu hadi mara 4, maana Zakayo ameshuhudia mwenyewe kwamba hapa ikiwa nimemtoza mtu mara 4. Kwa ukitoza mara 4, kama ya Rumi ya Kaisari ni 1, maana yake unabaki na 3. Kwa walijilipa namna hiyo kwa kukusanya kodi. Kwa kukusanya kodi. Ukikusanya mara 2, 1 ya Kaisari, 1 ya kwako. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, wana fedha, wana mali, kwa mali na fedha za kudhurumu, za kulaghai, za kukandamiza watu wengine. Za kukandamiza watu wengine. Ndio maana alichukiwa sana, maana alifanya hayo. Utajiri wake wa kilaghai alichukiwa sana. Lakini habari njema ni kwamba mwana wa Adamu alimtafuta Zakayo. Bwana asifiwe. Unajua bado lipo tumaini. Unaweza kuishi maisha ambayo umewakandamiza sana watu kwa cheo ulicho nacho, kwa sababu una nafasi, una position, kwa sababu una mali, una fedha, kwa sababu una cheo, una jina na sifa njema kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye ofisi, kwenye taasisi. Unaweza kuishi maisha ya kuwakandamiza sana watu na kuwaonea, maana una nguvu hiyo. Wakubwa wanakufahamu, viongozi wa serikali wanakufahamu, polisi kule kuna marafiki zako. Unaweza kuishi maisha ya kuwakandamiza watu sana. Habari njema ni kwamba mwana wa Adamu anakutafuta. Zakayo alikuwa na maisha kama ya kwako, ila mwana wa Adamu alimtafuta. Mwana wa Adamu anawatafuta watu kama Zakayo, ambaye alikuwa ni tapeli. Unaweza kuwa ni tapeli. Usihisi ya kwamba Mungu Mungu ameshakukataa. Mungu hakutaki tena. Mungu amekutelekeza, wewe ni wa kuhukumiwa. Habari njema ni kwamba pamoja na mabaya uliyofanya, watu wengi umewatesa, watu wengi umewaonea. Na unafahamu vizuri namna ambavyo wadada wa kazi na vijana wa kazi pale nyumbani kwako, kuna kipindi unawafanya unavyotaka wewe, maana tu ulituma nauli wakatoka kijijini na kuja kwako. Mbingu zinakutafuta, mwana wa Adamu anakutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bado lipo tumaini kwako. Ninakutia moyo kwa namna ya pekee, bado lipo tumaini kwako. Bado wokovu unasubiria kuingia nyumbani kwako kama ulivyoingia nyumbani kwa Zakayo. Mwana wa Adamu anakutafuta. Wakati fulani hivi nikiwa sekondari, mtu mmoja alinitesa sana. Huwa siache kumsahau, namkumbuka. Alinitesa sana, nimeshasamehe, wala sina haja naye, lakini kwa kweli alinitesa sana sababu alikuwa ni kiranja tu wa bweni. Na mimi nipo kidato cha kwanza pale. Cha kwanza na cha pili pale, nisumbua sana. Lakini nimeshasamehe na kufuta. Na yawezekana pia hata wewe unanisikiliza ni muhanga wa haya ambayo ninayasema. Watu wamekukandamiza, wamekuonea kabisa. Ni muhanga wa haya. Na kutia moyo tu kuweza kusamehe. Wasamehe watesi wako. Maana mwana wa Adamu anawatafuta. Haleluya. Hiyo ni habari njema na ya furaha kusikia kwamba yule ambaye kutesa na kukuonea, mwana wa Adamu anamtafuta. Anamtafuta ili wewe na yeye muwe chini ya kundi moja, muwe marafiki. Maana hata hapo mbinguni tutakuwa marafiki, uadui utaisha. Muombe, maana mwana wa Adamu anamtafuta. Ni kweli inawezekana naongea na mtu ambaye ni binti, ni mwanamke fulani hivi ambaye ni jamaa fulani hivi alimwaahidi kumuoa, na kwa kweli wakaingia katika uasherati na kimsingi akamzalisha
akapata mtoto, na baada ya hapo bwana akamtelekeza na mtoto wa kwanza. Mtoto wa pili anamwambia tu nitakuoa, lakini hajamuoa na ameenda kuoa mtu mwingine. Muombe huyo mtu, maana mwana wa Adamu anamtafuta. Usimwombee mabaya, muombe mazuri, maana mwana wa Adamu anamtafuta, kama ambavyo alimtafuta Zakayo. Bwana asifiwe. Mpenzi mtazamaji, unajua hatujaitwa kuwachukia na hatujaitwa kuwalaumu watesi wetu, waonevu wetu. Hatujaitwa kutamani wapatwe na misiba na majanga. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna habari njema. Kama ambavyo mwana wa Adamu alikuwa anamtafuta Zakayo, anamtafuta na huyo mtesi wako, mzazi mwenzako, mfanyakazi mwenzako, anamtafuta na yeye. Bwana asifiwe. Anamtafuta na yeye. Huyo aliyekudhulumu mali, wewe ambaye ni yatima, mkudhulumu pesa, anamtafuta. Muombe tu, maana Kristo yupo katika harakati za kutafuta watesi, kama ambavyo alimtafuta Zakayo. Na kwa nini tunasema hivyo? Kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 7 kinasema, kautekeeni amani mji ule ambao niliwafanya mchukuliwa mateka, maana katika amani yake mji huo nanyi mtapata amani. Haleluya. Kwa lugha nyingine, katika kupatwa kwa Zakayo, naomba nitumie hilo neno, katika kupatwa kwa Zakayo, kupatwa kwa Zakayo kulileta amani kwa watu wa Yeriko. Maana anasema, ikiwa nimemdhulumu mtu mara 4, nitampa nusu ya mali yangu. Bwana asifiwe. Wale ambao ni watesi wakipatwa, mwana wa Adamu akiwatafuta akawapata, maana yake hata kwako mateso yamekoma. Bwana asifiwe. Na ndio maana ni muhimu kuwaombea, na ndio maana ni muhimu kuwatakia mema. Ngoja nikwambie, ukimtakia mabaya mzazi mwenzako ambaye umezaa naye, ni kweli aliahidi atakuoa na amekuacha, hajakuoa, ameoa mtu mwingine au bado hajaoa, lakini wewe hakutaki tena, ukimtakia mabaya, ni nani ambaye atakusaidia kumtunza na kumlea huyo mtoto? Bado huyo ni baba yake, bado huyo ni mama yake. Ndio maana ni muhimu kumwombea Mungu ampate, maana akipatwa atakusaidia kwenye mchakato wa malezi ya mtoto wenu. Ni muhimu kumwombea huyo bosi, maana akipatwa akakupenda, atakujali, atakuwa mtu mwema, na baadaye itakuwa faida kwako. Bwana asifiwe. Haleluya. Mbingu zilimtuma Yesu kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kama mbingu zilimtuma Yesu kutafuta na kuokoa kilichopotea, kwa nini wewe uombe na kutamani kilichopotea kiendelee kupotea? Kwa nini uombe namna hiyo? Hebu tuendelee kumwangalia huyu tapeli katika mji wa Yeriko ambaye Yesu alikuwa anamtafuta. Huyu Zakayo hakuwahi kumuona Yesu. Kibali hiyo kulikuwa hakuna runinga kama hivi, Hope Channel Tanzania. Mungu amekubariki unafuatilia. Kulikuwa kuna runinga kama hivi. Kulikuwa hakuna teknolojia ya mitandao ya kijamii kama Instagram, mtandao wa Twitter ambao sasa unaitwa X, mtandao kama vile Facebook, WhatsApp, labda status zile kulikuwa hakuna. Maana zingekuwepo habari za Yesu zingeenea sana, lakini zilikuwa zinaenea kwa mdomo tu kwa sababu ya teknolojia iliyokuwepo. Na Zakayo hakuwahi kumuona Yesu, ila alikuwa amesikia habari za Yesu na alitaka sana kumuona Yesu ni mtu wa namna gani. Haleluya. Alitaka sana kumuona Yesu ni mtu wa namna gani huyu Zakayo. Na bila shaka alikuwa amesikia juu ya upendo wa ajabu usio na masharti wa Yesu. Maana bila shaka alisikia Yesu huwa anachangamana na makahaba na watoza ushuru na wenye dhambi wengine. Unajua, wakati unamtakia mtu mabaya, yeye anapambana kumtafuta Mungu wake na anatamani kubadilika. Na ndio maana lazima uungane kwenye kusupport jitihada za kumuombea katika mabadiliko yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Zakayo alikuwa na shauku ya kweli ya kumuona Yesu, na aliazimia kushinda kizuizi chochote katika njia yake ambacho kingemzuia simuone Yesu. Aliazimia kushinda kizuizi chochote, mpenzi mtazamaji, chochote ambacho kingemzuia asimuone Yesu. Hebu tuangalie kwa mfano vikwazo ambavyo vilikuwa kwa Zakayo katika kumuona Yesu. Moja ilikuwa ni umati wa watu. Na nimekwambia alikuwa ni mfupi.
Umati wa watu ilikuwa ni kikwazo katika kumuona Yesu. Umati wa watu fulani mfupi. Unajua, mbili ilikuwa ni kimo chake kilichangia simuone Yesu. Na unaweza kuwa unapambana sana kumtakia mabaya mtesi wako, lakini kumbe yeye anapambana kumuona Yesu. Anapambana kumuona Yesu. Wewe unapambana kumwombea mabaya. Na kutia moyo simwombee mabaya. Muombee mema, maana unakuta yeye mwana wa Adamu pia anamtafuta kama ambavyo alikutafuta wewe. Hebu sikiliza. Kuna mambo hapo ya kujifunza. Zakayo akaamua kukimbia. Akakimbia mbele awai mti. Hebu fikiria, Zakayo mtu mwenye heshima zake. Hapo anapapenda sana mpenzi mtazamaji. Zakayo mtu mwenye heshima zake. Unaambiwa alikuwa ni tajiri. Mtu ambaye ameajiriwa kwenye serikali ya Kirumi kama mtoza ushuru. Ni mfanyakazi huyu. Unaambiwa alikuwa na mali nyingi Zakayo. Mtu anaheshimika, japo kweli alichukiwa, lakini anakimbia. Yaani unamwona anakimbia, kuna umati wa watu. Yaani hakuangalia umati wa watu. Zakayo anakimbia kuelekea upande wa mkuyu. Vuta picha mtu unayemheshimu. Yaani mimi navuta picha. Mimi ninaye kiongozi wangu wa kazi. Askofu. Na ghafla tu kuna umati wa watu mkubwa. Yaani kuna tukio kubwa, wachungaji na waumini wamekusanyika hapo. Kuna umati wa watu mkubwa. Halafu namuona askofu wangu, kiongozi wa kazi, anakimbia, anaelekea kwenye mti mkubwa. Havuta picha, namuona kiongozi wangu wa kazi, askofu yule, anaanza kupanda ule mti. Anapanda ule mti. Hivi tutamuonaje? Ila Zakayo alikusudia kushinda vikwazo vyote. Zakayo alikuwa tayari kujiaibisha, alikuwa tayari kukimbia na kupanda mtini ili amuone Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Ili amuone Yesu. Ninakutia moyo usiangalie watu. Ninakutia moyo usiangalie wanaokuzunguka. Mbingu zinakutafuta. Mwana wa Adamu anakutafuta. Watu wasiwe kikwazo cha wewe kumuendea yeye. Unapogundua kwenye somo hili ya kama umetesa watu, ya kama umeumiza watu, ya kama umetaabisha watu, ninakutia moyo, rejea miguuni pa Kristo. Anakutafuta. Usiangalie watu, angalia wokovu wako na muangalie mtafutaji wako, na hatimaye fanya kila namna ukutane naye. Itakuwa heri kwako. Bwana asifiwe. Usiangalie watu. Usiangalie mume, usiangalie mke, usiangalie bosi, usiangalie mchungaji wako au kiongozi wako wa dini, usiangalie mwalimu wako, usiangalie kaka yako, dada yako, baba yako, mama yako. Ikifika swala la mwana wa Adamu anakutafuta. Na unatakiwa kuacha matendo yote mabaya na machafu. Fanya kila unaloweza kama vile Zakayo, ili mradi ukutane naye. Bwana asifiwe. Na akajiaibisha Zakayo, lakini kwa binadamu anajiaibisha, lakini kwa Mungu anatenda jambo zuri. Haleluya. Na jambo la ajabu, Yesu anafika pale chini ya mkuyu, anamuona Zakayo, anamwambia Zakayo, shuka chini. Leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Yaani hapo ninaona mbingu zinamtafuta Zakayo kwa namna ya pekee. Mwana wa Adamu anamtafuta Zakayo kwa namna ya pekee. Yaani Yesu ndiye anamwambia Zakayo kwamba leo imenipasa kushinda nyumbani kwako. Sikiliza, si Zakayo aliyemualika Yesu, ila Yesu alijialika nyumbani kwa mwenye dhambi, laghai, aliyejulikana mtu mbaya na aliyechukiwa zaidi kwenye mji wa Yeriko. Haleluya. Yaani Yesu alijialika kwa mdhambi. Haleluya. Yesu anatamani kujialika kwako leo. Anatamani tu tayari wako leo ili ubadilike na kubadilishe uwe mtu mpya. Yesu anatamani kujialika kwako leo. Haleluya. Anatamani kujialika. Si Zakayo aliyemualika Yesu, lakini Yesu ndiye ambaye alijialika kwa Zakayo. Akaenda nyumbani kwa Zakayo. Habari njema ni kwamba Zakayo alipokea mwaliko wa Yesu na akaenda na Yesu nyumbani kwake. Hapa mengi tu hajaandikwa, amerukwa. Na kwa kuwa Zakayo alikuwa na Yesu siku hiyo, Zakayo alikuwa tayari kutoa vyote,
hadi mali ambazo kajipatia kwa hila ili abaki na Yesu. Haleluya. Anatangaza, anasema, ikiwa nimemdhulumu mtu nitamrudishia hadi mara 4. Anasema hivyo. Yuko tayari kutoa nusu ya mali yake kuwalipa wale ambao amewadhulumu. Yaani kwa lugha nyingine, Zakayo baada ya kuwa amekutana na Yesu sasa, amemuona Yesu sasa, Yesu mwana wa Adamu amemtafuta Zakayo na amempata. Zakayo yuko radhi abaki hana kitu, yuko radhi aishiwe, yuko radhi abaki fukara, lakini abaki na Yesu. Haleluya. Najua habari yule kijana tajiri ambaye alimwendea Yesu akamwambia, nifanye nini ili niupate uzima milele? Unakumbuka habari zake yule kijana? Yesu alimwambia, uza vyote ulivyonavyo. Alimwambia, uza vyote ulivyonavyo alafu wagawie maskini. Unakumbuka? Yule kijana kaondoka amesikitika. Ila sio Zakayo. Haleluya. Sio Zakayo. Hebu sikiliza. Yesu alikuwa wa thamani kuliko kila kitu alichokuwa nacho Zakayo. Alikuwa tayari kutoa vyote hadi mali ambazo kajipatia kwa hila ili abaki na Yesu. Haleluya. Chagua kufanya vyovyote unavyoweza ili mradi tu baki na Yesu. Bwana asifiwe. Kuna watu wamechagua kubaki na mume, lakini sio Yesu. Anabaki na mume ambaye anamkataza kumpokea na kumwamini Yesu, lakini sio Yesu. Kuna watu wamechagua kubaki na kazi ambazo zinawafanya wanamkosea Mungu, wanavunja sabato takatifu. Amebaki na kazi, lakini sio Yesu. Kuna watu wamechagua kubaki na vyeo vya kisiasa, vya kiserikali katika taasisi, lakini sio Yesu. Maana hivyo vyeo vinawapa heshima, vinawafanya kwa watu wa juu. Nina habari njema. Yesu mwenyewe kwenye Yohana sura 12 mstari 26 anasema, mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Haleluya. Anayeheshimisha ni Yesu Kristo. Na Zakayo alijua siri hiyo, ya kwamba si mali alizonazo, ya kwamba si fedha alizonazo, ya kwamba si heshima alionayo, ya kwamba si cheo alichonacho. Heshima ya pekee inakuja kwa Yesu. Na ndiyo maana alipoona Yesu anakuja na umati ni mkubwa na yeye ni mfupi, Zakayo mwenye heshima, mwenye mali, mwenye cheo, mtoza ushuru, anakimbia bila kuangalia mazingira. Mwenye heshima anapanda mti ili mradi tu akutane na Yesu. Yesu mwana wa Adamu anakutafuta. Fanya kila unaloweza. Fanya kila unaloweza kukutana naye, na wokovu utakuwa umeingia nyumbani mwako. Haleluya. Niwatangazie wale ambao mnatumia nafasi yenu vibaya kuwazuia watu wasiabudu. Kuna watu wanatumia muda wao vibaya kuzuia watu wasiabudu. Nyumbani kwake ana mtu anamfanyia kazi, kijana wa kiume house boy, kijana wa kike house girl. Anamzuia asiende katika imani yake. Anamzuia asiende kuabudu. Usiende. Ikifika siku ya ibada, hasa uwe ni Jumamosi, tuambiane ukweli, ndio anampa kazi nyingi. Niwatie moyo wale wafanya kazi, mnaofanya kazi maofisini, wenye taasisi, na wale ambao mna ofisi binafsi, kazi binafsi. Kama una mtu ambaye anatamani kuabudu, huyo mtu mwana wa Adamu anamtafuta. Huyo ndio kushikilia. Haleluya. Maana akimjua Mungu atakuwa mwaminifu kwako. Bwana asifiwe. Hao ndio watu kujivunia. Ni faida kuwa na watu kama hao ambao wanatamani kubaki na Mungu wao. Yaani huyo mtu Mungu Yesu alishamtafuta huko zamani. Kisa tu amekuja kwako au wewe ni mkuu, unamzuilia asiendelee na Yesu wake. Usijitafutie laana, mtu wa Mungu. Mtu aliyetafutwa na Yesu mpatie nafasi aendelee kufurahia ndani ya Yesu wake. Bwana asifiwe. Ni faida kuwa na mtu anayeabudu. Ukiona mtu anasema naomba ruhusa nikaabudu siku ya Sabato, Jumamosi yote sitakuwa kazini, mkubalie. Ni faida kuwa na mtu wa hivyo, maana atakaporudi atarudi na baraka za kutoka kwenye ibada. Pendwa wa mtazamaji, hivi kweli tunazidiwa na wapagani wa Misri? Potifa, mpagani katika nchi ya Misri, alipompokea Yusufu mcha Mungu, Potifa alimkabidhi Yusufu vitu vyote. Yusufu yeye hakufanya upagani wao,
alibaki anamwabudu Mungu wake, maana alinunuliwa kama mtumwa. Potifa mpagani anayeabudu masanamu, mapiramidi huko, anamtunza Yusufu na anamwachia kila kitu Yusufu afanye, anamuamini mpagani. Wewe ambaye unajiita Mkristo wa dhehebu jingine lolote, unamzuia mtu ambaye mwana wale walimtafuta asiende kuabudu. Wewe na Farao nani ana nafuu? Na kila mmoja atahukumiwa kulingana na nuru aliyopata. Farao mpagani akampa Yusufu waziri mkuu, maana aliona akasema, tupate wapi mtu kama huyu? Kama una mtu anayesali, anayeabudu, mbingu zimemtafuta, mwana wa Adamu kamtafuta, jua hata wewe unatafutwa. Haleluya! Kupitia huyu mtu wewe unatafutwa. Usizuie wokovu wako. Mfalme Nebukadreza, yeye zama za Babeli zile, kupitia kina Danieli, Anania, Azaria na Mishaeli, vijana 4 wa Kiebrania, Nebukadreza alikuwa anatafutwa na mwana wa Adamu na aliokolewa. Haleluya! Aliokolewa. Katika masaa haya ni hitaji lako ya kwamba na wewe uweze kuokolewa. Nina habari njema. Mwana wa Adamu anakutafuta. Mwana wa Adamu anakutafuta na anasihi sana. Anasihi sana. Kubali wito, kubali kumpokea. Huyo aliye anaenda nyumbani kwako, ndani kwako, ambaye anaabudu, anapenda kusoma neno, kupitia huyo mlango wa kutafutwa unafunguliwa. Je, ni hitaji lako ya kwamba udumu kuwa na yeye? Hitaji lako ya kwamba udumu kuwa na yeye? Ni hitaji lako ya kwamba kwa kweli uitikie wito kama Zakayo alivyoitikia? Ni hitaji lako mpenzi mtazamaji kuwasamehe wale ambao walikutesa zamani? Ninakuombea na Bwana atakusamehe. Ninakuombea na Bwana atakutia nguvu kuweza kutembea katika njia yake na kupatwa kama ambavyo Zakayo alipatwa. Kupatwa kwa Zakayo ni kupatwa kwetu pia sisi, maana Kristo anatutafuta. Tuombe. Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Ninaomba tusamehe kwa kutunza vinyongo na chuki juu ya wale waliotutesa miaka ya nyuma. Wengine ni ndugu wa karibu kabisa. Naomba tusamehe na ututie nguvu Baba wa mbinguni kuweza kuwasamehe na kuwaondolea kabisa hali ya kuwachukia. Kwa kuwa umejitambulisha mwana wa Adamu, unamtafuta mtu fulani. Huyu ambaye amesikiliza leo Bwana, ninaomba umpate kwa utukufu wa jina lako. Kafungua moyo wake, nena naye, sema naye na umuongoze kwenye kweli yako. Yote yafanyike upendavyo kwa jina la Yesu. Amen.